Wakati macho ya dunia yakitazama matukio tofauti, kuanzia mijadala ya kifalme jijini Windsor hadi safari za kimkakati za Air Force One, na huku theluji nzito ikianguka katika milima ya California, upepo wa taharuki umevuma kutoka rasi ya Korea. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Alhamisi, Korea Kaskazini imethibitisha kuwa kiongozi wake Kim Jong-un ameongoza hafla ya kuzindua magari 50 mapya ya kurushia makombora ya masafa mafupi yenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia. Hatua hiyo inakuja wakati taifa hilo likijiandaa kwa kongamano muhimu la chama cha wafanyakazi. Picha zilizotolewa na vyombo vya habari vya serikali vilionyesha safu za malori ya kurushia makombora zikiwa zimepangwa karibu na ukumbi wa Aprili 25th House of Culture, mahali palipofanyika makongamano ya chama mwaka 2016 na 2021. Kwa mujibu wa shirika la habari la Korea KCNA, magari hayo yanahudumia mifumo ya roketi za milimita 6000. Wataalamu wa kijeshi wanasema silaha hizo zinakaribia uwezo wa makombora ya balistiki ya masafa mafupi, kwani zinaweza kujiongoza na kuongeza msukumo wakati wa kurushwa, jambo linaloweza kuvuruga mifumo ya ulinzi ya Korea Kusini. Akizungumza katika hafla hiyo, Kim alisema makombora hayo ya ajabu yamefungwa teknolojia ya akili bandia na mifumo ya kisasa ya utekelezaji kwa ajili ya kutekeleza jukumu la kimkakati, kauli inayotafsiriwa kumaanisha matumizi ya nyuklia. Aliongeza kuwa kongamano lijalo litaweka mipango mipya ya kupanua uwezo wa jeshi lake lenye silaha za nyuklia. Tangu mwaka 2019, Korea Kaskazini imesitisha karibu mazungumzo yote na Korea Kusini. Jaribio la kidiplomasia ya nyuklia kati ya Kim na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump lilivunjika kufuatia mzozo wa vikwazo vya kimataifa vilivyoongozwa na Marekani. Katika miaka ya karibuni, Pyongyang imeachana na sera ya muda mrefu ya kuhimiza muungano wa amani na badala yake kutangaza mfumo wa mataifa mawili yenye uhasama katika rasi ya Korea, msimamo unaotarajiwa kuimarishwa zaidi katika katiba ya chama wakati wa kongamano lijalo. Katika taarifa tofauti, dada wa kiongozi huyo, Kim Yong Jong, alikiri kupokea kwa tathmini ya juu msamaha uliotolewa na waziri wa muungano wa Korea Kusini, Chung Dong-yong, kuhusiana na madai ya kurushwa kwa droni za kiraia kuvuka mpaka. Hata hivyo, alionya kuwa msamaha huo haukutosha na kwamba Korea Kaskazini itajibu kwa nguvu endapo matukio kama hayo yatarudiwa, na hapa nanukuu, "Mpaka na dola adui lazima uwe imara," mwisho wa kunukuu, alisema, akiongeza kuwa jeshi litaimarisha ulinzi na ufuatiliaji mpakani. Serikali ya Seoul imekanusha kuendesha droni hizo katika tarehe zilizotajwa na Pyongyang, lakini mamlaka za sheria zinaendelea kuwachunguza raia watatu wanaodaiwa kurusha droni kutoka maeneo ya mpakani. Tangazo hilo linakuja wakati dunia ikiwa katika mchanganyiko wa matukio, bingwa wa Marekani Mikhail Shifrin akiendelea kuvutia macho katika mashindano ya theluji, huku mamilioni ya Waislamu duniani wakijiandaa kwa kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kipindi cha ibada na tafakari. Lakini katika rasi ya Korea, hali ni ya tahadhari, kwani onyo la makombora 50 mapya linaonekana kama ujumbe wa wazi kabla ya kongamano la chama. Pyongyang inaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi licha ya vikwazo na shinikizo la kimataifa. Swali linabaki ni kama hatua hii ni maandalizi ya enzi mpya ya mvutano au ni kadi ya nguvu kabla ya duru nyingine ya diplomasia.